Magoli matatu ambayo bila shaka Mwanaidi yamefungwa katika uwanja wa Mkapa jana, kati ya goli ambalo liliibua pia hisia za mashabiki mbalimbali ni hili hapa. Bwalia weka pasi tamu, MK14 amwekea tena Bwalia, anaitokea ni MK14, hodi MK14. Haya, hicho kilikuwa ni chuma cha tatu kupitia kwa Medi Kagere ambaye alikuwa bench, akatoka John Rafael Boko akaingia Medi, na mwisho siku akasababisha shangwe kwa mashabiki. Chuma cha tatu hicho, na ngoma ikawa 3-0. 3-0, japokuwa mwanzoni maneno yalikuwa ni mengi. Jana jioni ilikuwa kuna clip pia zikiwa zinasambaa, lakini ndio mambo ya kimpira tunasema. Mpira una mengi bwana. Una mengi kweli kweli. Sasa kabla wachambuzi wetu hawajaweka uchambuzi hapa, tumsikie mzee wa takwimu Anwar Binde. Karibu sana Asante sana. Jana nimeushuhudia mchezo kwa nzuri kabisa na takwimu ziko hapa nyingi tu. Lakini naweza nikasema kitu kimoja. Simba kazi wanaoifanya mazoezini ni ngumu sana, kwa sababu ni rahisi sana kucheza mpira, ila ni ngumu sana kucheza mpira rahisi kama anaocheza Simba, kwa sababu angalia one touch football, one touch, two touch wanaachia. Ni rahisi sana kuona, ni watu wanaenjoy kucheza vile, lakini timu nyingi zinashindwa kucheza vile wanavyocheza. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu jana nimerekodi pasi nyingi zaidi tokea Simba imeanza kucheza, tokea mimi nimeanza kusanya takwimu za Simba, Yanga na vilabu vingine, wakiwa wamepiga pasi jumla 837. Katika pasi hizo ambazo zimefika ni 780, na mpaka half time Simba alikuwa na pasi 412, na kipindi cha pili kapiga pasi 368. Dodoma Jiji akipiga pasi 375, hizi ni jumla, na akipiga pasi ambazo zimefika ni 316, na kipindi cha kwanza alipiga pasi 158, kipindi cha pili 157. Kwa hiyo unaweza kaona pasi 412 za Simba kipindi cha kwanza zimezidi pasi 316 zote za Dodoma Jiji kipindi cha pili. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo Simba wako comfortable na mpira, wanaenjoy wanachokifanya. Ukiangalia kila wanapogeuka mchezaji wa Simba kuna triangle, kuna watu watatu dhidi ya mtu mmoja, kwa hiyo ni rahisi kucheza. Pasi ambazo zikufika kwa Simba ni 57 dhidi ya 59 kwa Dodoma Jiji. Mashuti ambayo lenga lango ni mashuti 8 kwa upande wa Simba ambao alizaa magoli matatu, na mashuti matatu kwa upande wa Dodoma Jiji ambao hawakupata goli lolote. Mashuti off target au nje ya goli ni mashuti 6 kwa upande wa Simba na 9 kwa upande wa Dodoma FC, Dodoma Jiji. Mipira kugombania, Simba walipata mipira 20 dhidi ya 16. Interception Simba walifanya 9, Dodoma Jiji 13. Tackles Simba 2, Dodoma FC 3. Cross Simba walipiga 11 na Dodoma FC 6. Nafasi za kufunga, chance ambazo zilitengeneza Simba ni chance 12, na chance kubwa ambazo Simba walizikosa ni chance 4, lakini Dodoma FC walitengeneza chance 3 tu, hamna chance kubwa yote ambayo tunaweza kusema walikosa. Dribbles Simba walikuwa na 6 dhidi ya 3. Saves Manolo alifanya save 2 tu, pamoja na Dodoma Jiji wakifanya save 5. Kwa hiyo unaweza kaona hizi ni numbers ambazo zimetengenezwa jana katika mchezo wa jana, na ukiangalia Simba kwa hizi namba alikuwa yuko far beta dhidi ya Dodoma. Na Simba anacheza mpira rahisi, na watu wanaona mtu yote anaweza kacheza Simba. Si rahisi hivyo, kwa sababu unaweza ukamwona Duchu jana alichukua nafasi ya Kapombe, lakini hakuwa comfortable sana kama wale first 11 wengine ambao wamezoeana. Ukiangalia cross nyingi zilikuwa zinakuwa blocked, na hata zile movement ambazo anazifanya Kapombe kwa Duchu bado. Kwa hiyo si rahisi kucheza mpira ule kama haupo katika mfumo ule wa first 11 ya Simba in and out kila wiki. Kwa hiyo hizi ndio takwimu za ujumla za mchezo wa jana dhidi ya Simba dhidi ya Dodoma. Lakini kwa mchezaji mmoja
Mchezaji aliyepiga pasi nyingi kwa upande wa Simba ni Engineer Luanga akipiga pasi 105. Okay. Na kwa upande wa Dodoma FC ni mchezaji aliyepiga pasi nyingi ni Cleophas Mkandala akipiga pasi 41. Unaweza kuona hiyo variation. Na hiyo 41 ni wastani mdogo tu kwa upande wa Simba, kwa sababu kuna pasi 50 60 nyingi. Kwa hiyo Simba kwenye upande wa possession, upande wa kupiga pasi, upande wa create chance ni kama ule moto ambao umetoka Champions League wameuhamishia kwenye mechi ya jana, bado na ile hamu. Yeah. Haya, hizo ni tathmini. Na ukicheza na timu ambayo itaweka highline na itakupress sana, unahitaji kiungo mwenye uwezo wa kupiga pasi hata mita 40-50 kuhamisha sehemu ya ulinzi kwenda ushambuliaji katika sekunde chache sana, na kitu ambacho alikuwa akifanya Mkandala. Long pass zake, muda mwingine short pass, mpira ulikuwa ukai sana. Muda ambao alikuwa yuko tight, hana option, anatakiwa dribble, alikuwa na dribble vizuri sana, anaondoka kwenye pressure ya Chama, labda Bwalia pamoja na Luanga, kama walikuwa wanataka kumbana asitoke, alikuwa anatoka pia muda huo. Nafikiri anahitaji runners zaidi, anahitaji watu ambao wanakimbia, kwa sababu kuna muda ananyanyua kichwa fataka kuipiga pasi ya mbele. Dickson Ambundo naye ataka mpira mguuni, Seifa ataka mpira mguuni, mmoja atakiwa running behind ili apige pasi vizuri. Lakini huyo alinifurahisha jana kwa msingi huo tu, akutaka mpira ukae muda mrefu sana miguuni mwake. Mpira ukifika, kama atagusa mara kwanza mara pili maximum, ya tatu labda hana pasi ya kupiga, ndio anaweza akadribble, lakini kama sema kupiga pasi atapiga. Wa pili ni Luanga. Nashukuru Arnold ametoa takwimu zake. Mara nyingi watu wanaga Simba wachezaga double pivot, lakini jana licha kwamba kwenye team sheet unaona kama vile yupo na Bwalia, lakini Bwalia alikuwa anasogea sana juu, na Simba alipokuwa anatengeneza mashambulizi, Luanga ndo alikuwa ana muda mwingine ana drop katikati ya Kennedy na Wawa, ili Wawa asogee kulia zaidi, apige diagonal, pasi ndefu nyingi sana kazipiga Wawa, ama muda mwingine anakaa mbele yao atengeneze pembe tatu. Kama kuna striker ambaye anaenda kwa press, basi ile pembe tatu inakuwa ina right. Tunasema ile Safabweji. Kwa hiyo ukienda kama kuna pembe tatu ametengeneza baina ya Kennedy, Wawa pamoja na Luanga yuko mbele yao, kwa akicheza zile pasi fupi zile tunaita Safabweji, striker unachoka. Yaani unaenda kwa huyu, mpira umeenda huyu, unarudi kwa huyu, kwa inatoka. Kwa position yake ilikuwa super sana kwenye msingi wa kuanzisha mashambulizi ya Simba. Atakaa katikati ya center back wawili, wana split wa center back. Kama ikishindikana hiyo, anakaa mbele yao kidogo, anatengeneza pembe tatu. Lakini pasi alizokuwa anazipiga alikuwa hataki complicate vitu. Ni simple pasi ambazo zinamrahisishia Chama, Bwalia kucheza tena one touch na kuondoka. Sio muda mwingi tunasema zile Hollywood zile ajaribu mipasi mirefu. No, make it simple tu. Alex aliwahi kusema simplicity is genius. Yaani ukirahisisha vitu, mtu jukwani anaweza asitapike wala asipende, yule vipi, lakini ambao wanakuwa wanafurahia ni wale wenzako wa mbele, Mixon, Chama, Bwalia, sijui Morrison, hata mafullback wanajua kabisa pale sasa hivi mpira uko salama. Kwa kama wewe ni Duchu au Zimbwe, nasogea juu, najua atarahisisha pasi kwenda kwa viungo wa shambuliaji, alafu timu inaama, kuliko unajua mpira uko pale, sija atapiga pasi ambayo ni ngumu, atataka kupiga pasi ndefu. Kwa kama ukiwa fullback unakuwa na end break, niende au nisiende. Lakini muda mwingi mpira ukiwa kwa Luanga, mafullback muda huu wanajua huu ni muda wetu, kwenye baisikeli zao wanasogea juu. Kwa nilipenda sana alikuwa amecheza kama single pivot. Sijawahi kumuona akicheza single pivot. Mara nyingi pembeni yake either Ramkude ama Nyoni ama Mzamiru, lakini jana nilimuona yuko kwenye single pivot na alikuwa comfortable. Na jinsi inavyoonekana, labda anapenda sana ile majukumu ya kuona hili ni eneo langu, nitakaba mimi hili eneo langu, na mpira nikipata naanzisha mimi kuliko kuwa na partner. Kwa hiyo hilo ambalo niliona mimi kwa wangu. Na kitu ambacho nimekiona Mbangile pamoja na maelezo yote, Jujum, nimeona kwa mara ya kwanza pengine katika ufuatiliaji wangu Larry Bwalia yupo dimbani, Morrison dimbani, Chama dimbani pamoja na Mixon. Wote manake hao ni viungo wote wenye udambu unajua Yeah, of course. Na Mbangile kainisha, unaweza kupata sababu ya kwa nini wote wako, ni kwa sababu wamecheza single pivot. Okay. Wamecheza double, ilikuwa ni lazima mmoja atoke pale. Pengine Didier Gomez naye amejifunza kwamba Dodoma Jiji, unakumbuka last time walimpa game vile vile. Hususan eneo la kati Mkandala alikuwa anafanya kama vile ambavyo amefanya. Kwa alikuwa anahitaji kudominate game ya jana.
na haishangazi kuona takwimu alizozitaja Anwar Binde kwamba karekodi pasi nyingi kwa upande wa Simba kuliko tangu aanze kurekodi takwimu zake. Jana ndo karekodi pasi nyingi, na sababu kuu ndo kama hiyo naitaja, aina wachezaji wote ambao wako ndani ya uwanja kwa wakati mmoja. Ni mara ya kwanza unaona wote wako ndani ya uwanja kwa wakati mmoja, na ndo mara ya kwanza pia inarekodiwa takwimu ya kuwa na pasi nyingi. Wengi wao wachezaji uliowataja ni wachezaji ambao wanapenda kupiga passes, wana uwezo, wana ile ability ya kukaa na mpira na kupiga passes ambazo ziko accurate, na ndio maana umeona pasi nyingi zimerekodiwa jana. Kwa haikushangaza, ilikuwa ni ngumu pia kwa Dodoma Jiji kupindua matokeo au kufanya jambo, japo wamejitahidi kamili ya uwezo wao inavyowezekana, lakini quality ndio kitu ambacho kilienda kuamua mchezo. Na Kameta jana pia tunaona ameanza, ambaye akikaa bench pia kiwango chake labda George Mbangile. Kwa bahati mbaya sana wengi wanataka kufanisha labda na mtu ambaye anachezaga ile nafasi yake. Kitu ambacho kwangu mimi sio fair, kwa sababu Kameta ni Kameta, Kapombe ni Kapombe, watu wawili tofauti. Na tusahau yule bwana mdogo